Habari za mchana mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info. Matumaini yangu wewe ni mzima wa afya popote pale ambapo unaendelea kutegea taarifa zetu za mchana wa leo tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka 2025 na tunakutangazia matangazo yetu kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni mara kwanza unasikiliza habari kupitia mtandao, unakuomba kufanya kitu kimoja. Usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Na kama tayari umeshafanya hivyo, acha niendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Katika taarifa zetu za hivi punde utapata kujua mambo mengi ambayo yanaendelea kupitika sasa hivi, hususan Kongo Mashariki, ikiwa ni mapambano makali sehemu tofauti zidi ya wazalendo kwa kipambana na waasi wa M23 ambao wanadaiwa kuungwa mkono na jeshi la Rwanda. Mimi langu jina ni Eloge Lulonga, basi acha nikukaribishe kufuata matangazo yetu za hivi punde. Na tuanze na habari kutoka uko Bukavu. Hali ya wasiwasi Bagira kufuatia mapigano kati ya waasi wa M23 na wazalendo uko Kabare. Hali imekuwa ya wasiwasi tangu asubuhi Jumatano Juni 18 mwezi wa 6 mwaka 2025 katika wilaya ya Bagira, mji wa Bukavu. Katika kambi hiyo mapigano yanaendelea kati ya waasi wa M23 na wazalendo uko Kabare, eneo jirani. Shule zimerudisha wanafunzi, masoko, maduka hayafanyi kazi, wakazi kadhaa wamekwama katika nyumba zao tangu asubuhi mapema. Kulingana na mashahidi kadhaa, milio ya risasi kutoka Kabare ilisikika katika baadhi ya wilaya ya Bagira. Milio ya risasi ilisikika karibu na wilaya D, na kuna mtu mmoja alijeruhiwa na risasi iliyopotea. Hilo ndio linalotutia wasiwasi, alisema mkazi mmoja wa uko Bagira. Wazalendo wamekuwa wakizozana na waasi wa M23 tangu asubuhi mapema uko Kabare karibu na Bagira. Waliofia maisha yao, wakazi wanasalia majumbani mwao wakingojea hali itulie kabla ya kuendelea na shughuli zao. Wengi wao wamesema Bagira ni mojawapo ya jumuiya 3 za jiji la Bukavu zinalopatikana katika eneo la Kabare. Katende tangarika kwa nani abukuso umugali esi au yaen imbo ndio ndio sema na kimia nini nisikimbia mimi duru watoto wa masomo wajeshi kuacha wao mama ana kule huko mama master panike ni watoto wa masomo hawa shule liko wapi? Ba M23 balisha acha njia ya Bagira, balipanda Chiriri kwa roho, banapanda pale Rugondo, banapenda bachomoge kule Mogo. Banapenda bachomoge kule Mogo. Banapanda pale Rugondo, banakamata njia ya kuchomoka pale Kuepe Mogo, bachomoge kule kwa nani? Bakwe chomokea tu juste pale ku Loterie de Bush. Usambarize audio kwa haraka kabisa. Haraka kabisa. Bangalie gisi batachomoka pale Chirungu kwa njia ya Bagira de Bashinda. Kutokana na mapigano yanayoendelea kati ya waasi wa M23 na IFC na kundi la wazalendo, wakaazi wa Nyangezi katika eneo la Walungu wamekuwa wakikimbia makazi yao tangu Jumanne Juni 17. Wengi wao wamekimbilia msituni kujificha. Mapigano haya yaliripotiwa kutokea kati ya maeneo ya Kamina na Randai. Mkazi mmoja wa Nyangezi amedhibitisha hali hiyo akisema, "Tunakimbia
Ilikuwa ni tangu jana asubuhi ambapo mapigano yalianza na mashirika ya kiraia ya eneo hilo yamedhibitisha mapigano haya na uhamiaji wa idadi mkubwa ya watu. Pia wameeleza kuwa shughuli za kijamii na kiuchumi ikiwemo elimu zimesitishwa kutokana na hali hiyo. Nyangezi uko umbali na kilomita 47 kutoka mji wa Bukavu na unaunganishwa na barabara na jiji la Kamanyola kupitia minuko ya Ngomo. Kwa miezi kadhaa sasa, eneo hilo liko chini ya udhibiti wa waasi wa M23 na IFC imekuwa ikikumbwa na mapigano kwa mara na mara. Na tuelekee huko Lubumbashi, mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info, ambako polisi wa taifa wa Kongo wametangaza kufanikiwa kuzuia jaribio la wizi wa benki usiku wa Jumanne kuamkia asubuhi ya Jumatano tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka 2025 huko Lubumbashi Katanga. Tukio hilo la kurushiana risasi kati ya polisi na majambazi lisababisha kifo cha afisa mmoja wa polisi na jambazi mmoja kutoka Fungurume Lualaba. Naibu wa kamisha ya tarafa Blaise Kalimbalimba alieleza kuwa majambazi walikabiliana na vifaa vya usalama vilivyokuwepo. Katika makubaliano hayo, jambazi mmoja aliuawa papo hapo. Mwingine alijeruhiwa na kupelekwa hospitali ya Lubumbashi. Wawili walifanikiwa kutoroka baada ya mapigano ya dakika chache. Polisi wamesema wameanzisha uchunguzi ili kuwataka waliohusika na tukio hilo ambalo wanaamini litakusudia kuvuruga utulivu katika jimbo la Katanga. Jaribio hili la wizi limetokea saa chache baada ya mkuu wa polisi kufanya ziara yake maeneo mbalimbali yenye uhalifu katika jiji la Lubumbashi. Vita vimezuka tena asubuhi ya leo ya Juni 18 mwezi wa 6 mwaka 2015 huko Chirunga, mji mkuu wa eneo la Kabare jimboni Kivu Kusini. Mapigano haya yalianza saa 10 asubuhi yakihusisha wazalendo wakipambana na vikosi vya waasi wa M23. Inaonekana pande zote mbili zimekuwa zikizimirisha tangu jana. Hii inafuatia mapigano yaliyotokea weekend iliyopita katika eneo hilo ambapo shule 3 ziliathirika na watu 3 walifariki ikiwemo mwanafunzi mmoja. Nani kwa taarifa hizi ambazo tunamalizia taarifa zetu za hivi punde ambazo tumekuletea mchana wa leo tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka 2025. Hii ni Kivu News Info, tunakutangazia matangazo yetu kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na nia na mazumuni yetu ni kuhakikisha tunakuletea habari sahihi na muda mwafaka ili kuhakikisha tena vile haupitwi na chochote kila ambacho kinaendelea kupitika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Kongo hata na nje ya Kongo. Na basi kama ndio kwa mara kwanza unasikiliza unatazama habari zetu, tunakuomba kufanya kitu kimoja mpenzi msikilizaji. Usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Na kama tayari umeshafanya hivyo, basi acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Kwenye picha zetu tumeweka namba zetu za WhatsApp, unaweza kutuandikia, ukatoa maoni yako na ukatuambia unaendelea kutufuatilia ukiwa sehemu gani. Vile hata kwenye comment unaweza ukafanya hivyo. Mimi langu jina ni Iteloge Longa, basi acha nikwambie bye bye na mchana mwema. Tukutane tena kwenye taarifa zingine za baadaye.